ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Kumekuwa na malalamiko kidogo ya watu kuunguziwa vitu vyao na vitu vya namna hii, na alama nyingi zinaelekezwa ZECO. Niseme tu kwamba kwa kiasi fulani ZECO haihusiki na alama hizo. Pengine watu wanaweza kushangaa kwa nini, kwa sababu sisi kama ZECO responsibility yetu inaishia ilipoishia mita. Kuanzia kwenye mita kwenda ndani ni jukumu la mteja mwenyewe, na sasa hivyo ihakikishwe. Nitoe rai tu kwa watu kwamba wahakikishe kwamba mifumo yao ya ndani ina vizuizi tosha ambavyo vitapelekea, kwa sababu umeme una tabia ya kusafiri katika mawimbi. Aidha mawimbi yanaweza kuwa makubwa au madogo. Sasa ni lazima uweke vizuizi. Ndio maana watu wengine wamejiongeza pale katika mifumo yao ndani, wameweka vitu kama wanaita fridge guard au TV guard. Sasa ukiweka vizuizi vya namna hii, huwezi kifaa chako kikaungua. Lakini vile vile ujenzi wa mifumo yetu tuhakikishe kwamba inakidhi mahitaji. Mfano, watu wengi katika hali zao za kimaisha, amepata mahali pengine pa kujenga vyumba viwili, ameweka mfumo wa awali wa umeme, ambao pengine mfumo wa awali alipoujenga ilikuwa ni wa taa tu, wa kuwasha taa 2 3, then Mwenyezi Mungu akawa amembariki kidogo, akaongeza vyumba vingine, akanunua na vifaa vingine, mfano ameongeza TV, ameongeza friji, ameongeza mafeni, lakini mfumo wake ni ule ambao wa zamani ulikuwa wa taa. Sasa inapotokea hali kama hii, tunaongeza load katika mifumo yetu ndani, na hii mifumo inapata msongo na inapelekea kuwepo kwa joto kubwa katika zile nyaya, hivyo zinaweza aidha zikasababisha moto au zikasababisha baadhi ya vifaa kuungua. Sasa inapotokea hali hii, kwa kweli ZECO inakuwa inalaumiwa pasi na sababu. Lazima watu wajenge tabia ya kuangalia mifumo yao kwamba inakidhi haja, lakini vile mifumo hii ijengwe na watu wenye uweledi wa kujenga mifumo. Mara nyingi kwenye maeneo yaliyotokea matukio ya moto, mifumo yake haiko sahihi, mifumo yake haina sifa. Mfano, kwenye nyumba unaweza ukawekwa waya wa milimita 2.5, lakini kwenye nyumba hiyo unaweza kukuta viyoyozi vitatu. Hivi haviwezi kwenda kwa waya huu. Kwa hiyo ni lazima mifumo inapojengwa ndani izingatie mahitaji yaliyopo, na pale mahitaji yatapokuwa ongezeka, basi ni muhimu vile mfumo huo husika uweze kurekebishwa wenyewe ili uendane na mahitaji hayo. Sasa vitu vya namna hii, kutokuwepo kwa vizuizi, kutokujengwa kwa mifumo yenye sifa, kutokujengwa kwa mifumo na watu wenye taaluma inayotakiwa, kunapelekea matukio haya ya moto. Tunasikitika sana kwamba yanatokea kwa sababu yanarejesha maisha ya watu wengi nyuma, lakini nataka nisisitize kwamba si jukumu la ZECO, wala ZECO haihusiki na matukio, kwa sababu matukio hayo yametokea katika maeneo au katika mtandao ambao unapaswa kuhudumiwa na mteja mwenyewe. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.